Akizungumza na waandishi wa habari, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mngereza Mzee Miraji amesema wizara imewasimamisha kazi wauguzi wawili wanaolalamikiwa mpaka uchunguzi utakapokamilika. Kuna umuhimu au kuna haja ya kutoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya mzazi wa mtoto Saidi Abdallah Khamis. Ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi minne aliyepokelewa hospitali ya Lumumba tarehe 15 mwezi wa 11 akitokea hospitali ya jeshi Bububu ambayo ilikuwa ni rufaa, na alipokelewa kwa ajili ya matibabu ya operation ya utumbo. Utumbo wa mtoto huyo ulikuwa umesokotana, kwa hiyo alifika kwa ajili ya kufanyiwa operation, yani matibabu hayo, na operation ilifanikiwa. Lakini katika kipindi cha tarehe 15 mpaka tarehe 19 mtoto aligundulika na changamoto ya mkono kuvimba na kubadilika rangi. Hali iliyopelekea wataalam baada ya kumwangalia tarehe 19 waliandika barua kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wizara rufaa, na tarehe 20 yule mtoto alikuwa akafikishwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali, kuanzia ambulance kutoka hapa wizarani mpaka Dar es Salaam akapokelewa na ambulance. Na mpaka jana usiku tumezungumza na mama, alikuwa bado mtoto yuko theater anaendelea na matibabu hayo ya mkono, na tumeamua kuchukua hatua zifuatazo kwa kuwa haya ni mambo ya kitabibu, sawa, na tumeamua kuelekeza mabaraza mawili. La kwanza, baraza la wauguzi na wakunga Zanzibar; pili, baraza la madaktari, kuhakikisha wanafanya uchunguzi ndani ya wiki 2 kwa kuanzia, ili kubaini changamoto ni nini na nini kifanyike na hatua gani zimekiukwa za kitabibu kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pili, wizara imeamua iende mbali zaidi, kuhakikisha tunawasimamisha kazi kupisha uchunguzi wauguzi wa zamu wawili waliokuwepo siku hiyo, na ndo ambao kwa kuanzia wanalalamikiwa na wazazi wa mtoto huyo. Mkurugenzi tiba Msafiri Marijani akitoa ufafanuzi wa kidaktari kuhusu hali ya kiafya ya mtoto huyo hadi kufikia hatua hiyo, amesema mtoto huyo kwa sasa anaendelea na tiba katika hospitali ya Muhimbili. Tutumie busara, tuwape muda mabaraza, watawahoji pande zote mbili, watasikiliza yale malalamiko, na of course yule ambaye inasemekana alidai fedha vile vile atapatikana, na mwisho taarifa zitatolewa na wizara na hatua ambazo zitachukuliwa kama alifanya kosa hilo, kwa sababu hivyo ni kinyume na sheria, ni kudai rushwa, na serikali haisapoti swala kama hilo. Endelee kuwasihi wananchi wasione shida kuripoti tukio lolote ambalo linatokezea kwa viongozi wa hospitali. Wakiona viongozi wa hospitali wachukue hatua, basi sisi viongozi wa wizara tupo. Sakina Sale, ZBC.